Je, unatengeneza uzi wa aina gani? Kupewa bilioni 38. Aliwasaidia sana. Ndio kazi yake. Bahati mbaya, njoeni tushuhudie. Ndio unamuonaje? Tukiambia dunia Ana roho mbaya. haraka sana. Ukikuchokoza Imebeba ujumbe. mimi naona ni Kura analika. awe na limit Mizinga ya kufanyaje ya kuongea. Katambe kwenu. Siku nyingine nzuri mwanamichezo mwenzangu popote ulipo, karibu tuyatazame yale yote ya kimichezo ambayo tumekuandalia kupitia Sports Recap ya FJTV. Kama ilivyo kawaida, mimi ni Kiyobo Benedicto, mwenzangu ni Joakim Mosh ambaye atakuja hapa kukuletea uchambuzi na udadavuzi wa matukio yote ambayo tumekuandalia katika siku hii nzuri ya leo. Kubwa zaidi, tunazo taarifa kuhusu wekundu wa Msimbazi Simba na udhamini mnono ambao wameupata kupitia uandaaji wa jezi ambazo watazitumia kwenye mashindano msimu unaokuja. Kuna nini hasa kwenye taarifa hiyo? Basi tutakuja pia kuangalia kwa karibu namna ambavyo hali jinsi ilivyo. Kwingineko huko kimataifa, tumekuandalia taarifa inayohusu usiku wa Ulaya. Heka zilikuwa kubwa sana, dunia ilisimama kwa muda kupisha kazi kubwa ya watu pale jijini pale nchini Spain. Nini hasa kimetokea? Basi tutakuja tujadili kwa karibu kabisa taarifa hiyo. Nikukumbusha tu tuko hapa kwa nguvu kubwa wadhamini wetu Mega Purified Drinking Water ndio ambao wanatupa nguvu kuendelea kuwa nao mwanzo mpaka mwisho wa Sports Recap katika siku hii ya leo. Sasa tuanze kuangazia leo yote kimichezo ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Kubwa zaidi kama ambavyo nimekujuza bwana, hapo jana Simba walitangaza rasmi kupata mzabuni ambaye atadili na maandalizi ya jezi pamoja na vifaa vyote vya michezo kwa msimu unaokuja. Mzabuni ambaye anafahamika kama Jairut Investment Company, ambayo ni kampuni ambayo imekuwa ikifanya vizuri pia, na sasa ndio ambao wameshinda ile zabuni ya kuandaa vifaa vya michezo vya Simba pamoja na uzi wa mnyama kwenye msimu unaokuja. Jambo la kufurahisha zaidi namna ambavyo wamewekeza pesa kubwa sana, takriban bilioni 38 zinahusika kwenye udhamini wa Simba kwenye eneo la jezi. Pengine ni udhamini wa kihistoria zaidi kwa hiyo kutokea katika kumbukumbu zangu. Katika kumbukumbu zangu mimi naona ni mzigo wa maana ambao umewekwa. Sidhani kama kuna timu ishaye kupewa bilioni 38. Kwa hiyo wanasema kwa hapa Tanzania kwa hivi vilabu vyetu pia. Kwa hiyo wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa hiyo Simba wapo sehemu salama, ni wao tu kupanga mipango yao. Nadhani wameahidi pia na kuwajengea uwanja. Kusupport kwenye uwanja. Kwa hiyo Simba wachange vizuri karata zao, kwa sababu mgeni anapokuja na neema kama hizi afu usipofanya malengo akiondoka, hasara inabakia kwako, hata hasara. Yes, sawa. Na kubwa zaidi namna ambavyo pamoja na yale makubaliano yote, lakini pia wamesema mchezaji yoyote ambaye mwalimu Fadu Davis atamhitaji, basi wao wapo tayari kumsajili. Unajua unapokitaka kitu lazima utakuja na vitu vingi. Kwa sababu sidhani kama leo hii Fadu aseme namtaka De Bruyne. Hawezi, yani kwa mentality ya kawaida hawezi kusema namtaka De Bruyne. Inawezekana si player. Hawezi kusema hivyo kwa sababu hata status ya mpira wetu na Okay. Kwa maana hapa kwa mpira wa Afrika leo anaweza akasema kwamba hebu nileteni Stefan Aziz Ki. Kwa hapa ndani wanaweza, ila ngoja tuone. Kwa maana tunaona vilabu vikubwa ukienda Al Ahly, Experience, Zamalek wanatoa wachezaji kwa gharama. Kwa hiyo sidhani kama ubavu maana of course wanaweza kufanya hivyo. Kama mtu amekubali kulipa bilioni 5 kwa mwaka katika muda wake wa kudhamini, atashinda nini kumchukua mchezaji wa bilioni 2? Kwa hiyo unataka kuniambia kwa mfano Ahly wamtake mchezaji na Simba wamtake mchezaji, wewe unahisi timu gani inaweza kwanza kumchukua? Hapo si ni proposal zako tu. Unajua kwenye mpira duniani mara zote sio kwamba kitita. Mimi naweza nikaenda na milioni 500, au unaweza kwenda na bilioni 1. Lakini mimi nimekwenda na blueprint nzuri ya future ya mchezaji. Wewe kwa mfano mchezaji, Simba wameweka hapo hela na Ahly au Zamalek au Mamelodi. Uona option kwenda hapo. Mimi option yangu wako wenye blueprint nzuri ya timu. Ana defend future yangu nzuri. Na kwenda. Basi ngoja tuone kwa sababu wamekuja na hizo kauli kwamba mchezaji yote ambayo Fadu atamhitaji wapo tayari kumsajili. Ngoja tuone. Yes, sawa. Najaribu kuona namna ambavyo Jairut Investment Company watafanya vyema ndani ya klabu ya Simba. Lakini kubwa zaidi, Simba wamekuwa wakitajwa mara kadhaa, wamekuwa watu ambao wanaproduce jezi ambazo ziko nzuri. Wamekuwa wakizidiwa mara kadhaa na Yanga. Ili liko wazi. Hii inaweza kuwa pesa kubwa sana. Je, inaweza kuakisi kupatikana uzi bora ambao pengine unaweza kuwarudisha
kuwarudishia hela yao. Watu wanawaza bilioni 38. Hawa watu wanarudishaje hii pesa? Na je, watatengeneza uzi wa aina gani? Kwa standard ambayo Simba akafikia, mimi naona tena atapata faida. Ya kwa sababu Simba Afrika ni kubwa, ili mradi tu atengeneze kitu ambacho ni quality, kwa sababu sasa hivi vitu vizuri vinajulikana. Yaani sasa hivi wa Tanzania kikubwa tumeelimika. Yaani uzi mzuri unajulikana. Na duniani ukiangalia biashara kubwa ambayo inafanya ni uzaji wa jezi. Unaweza kumchukua mchezaji mmoja ambaye ni star ukamleta hapa, kila mtu akanunua jezi yake. Ya, kwa hiyo mimi naona faida wataipata. Bilioni 38 kwenye mpira, kwa mpira sasa hivi sio kubwa sana, kwa sababu ukiangalia kuna watu wanawekeza. Ukiangalia kwenye vilabu vya wenzetu wa magharibi kwa wamewekeza. Kwa hiyo faida itapatikana kupitia mauzo ya jezi. Cause watu wameendelea, uzi mzuri unajulikana. Sawa, hebu tusubiri Simba watakuja na uzi wa aina gani baada ya mzabuni huyu mpya kuweza kushinda nafasi ile ya kuandaa jezi za Simba na vitu mbalimbali, ikiwemo kama ni sehemu ya package tu ya udhamini huo katika msimu unaokuja. Watu macho yetu tunasubiri kuona utakuja uzi wa aina gani. Sasa tuachane na taarifa kabla tujaondoka. Simba wana kitu cha kufanya. Wameshawasili pale visiwani Zanzibar kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Stellenbosch weekend hii inayokuja, mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sahihi. Simba Zanzibar ni nyumbani na utumii masaa mengi kutoka Dar es Salaam hadi Zanzibar nini. Unaweza ukafumba macho ukafumbua tayari upo. Na uzuri wamepokewa vizuri, na nilibahatika kumuona Mediali kwenye chumba kimoja cha habari, alikupo ni Amani. Kaongea maneno mengi sana kuhusu ile pichi. Kwa hiyo kuna vitu vikubwa vitakuja. Yaani game kila mtu anaisubiria, kwa maana Simba wenyewe wanaisubiria, hata Stellenbosch wenyewe wanaisubiria pia. Na kikubwa ambacho nimemuelewa Mediali, anakuambia kile ambacho wanatakiwa kukifanya Rupaso kwenye ile dabi wanaenda kukifanya ni Amani. Kwa hiyo wale wazee na wenyewe wameenda, mbuzi pia bila kusahau wapo kule. Sawa, tusubirie nini ambacho kitatokea, lakini miongoni mwa vitu ambavyo tunatarajia basi ni kuona Simba wakipamba vyema wiki yao hii, maana wameanza vizuri, mpunga mkubwa umeingia, basi matokeo mazuri pia yapatikane. Sasa tukiachana na taarifa hiyo, tunayo taarifa nyingine bwana. Fountain Gate FC wameanza heka. Bango kubwa kweli linasambaa kwenye mitandao ya kijamii ambalo limebeba ujumbe mkubwa kweli, Katambe kwelo, alafu pale chini pameandikwa chura analika. Ni kuelekea mechi yao dhidi ya Young Africans Aprili 21 pale Tanzania kwa raha. Vile ambavyo Simba walipitia mateso na kuamulia sare ya bao 1-1, hivyo ambavyo unaweza kusema wanajaribu kuhamishia kile ambacho kilitokea katika mchezo kati ya Simba, kuhamishia kwa watani wao kwa maana ya Young Africans. Siku zote inabidi tuheshimu mpira. Yaani tunapoongea tusimalize maneno. Kwa maana huu ni mpira. Yaani ukienda na matokeo yako, nadhani kitachokukuta itakuwa ni aibu kwako. Isambuzi aangalie, yani awe na limit ya kufanyaje, ya kuongea. Kwa sababu hata Mediali ukiangalia toka Tabora alipotoka, kawa na stara kidogo ya kufanyaje, ya kuongea. Kwa hiyo tuheshimu mpira. Mimi nahisi ni game ngumu kwa sababu za stara Mediali tunamzungumza Alikama. Alikama. Yaani baada ya Tabora alipata nini? Alishinda lakini mchezo. Umesahau siku ya mashati duniani. Sawa, lakini tunazungumza namna ambavyo mustakabali jinsi ulivyo na hamasa ambazo Fountain Gate FC wanazifanya. Kama waliweza kuwazuia Simba na kupata sare ya bao 1-1, watashinda mbele ya Yanga? Unaangalia Yanga sasa hivi inahitaji nini? Yanga sasa hivi hawana cha kupoteza. Wamebakiza michuano miwili tu. Na ambao wanajua kwenye ligi wakipoteza mechi moja, Simba naye humuoni kama anaweza akapoteza mechi yoyote. Kwa hiyo ni game ngumu. Kinachotakiwa wazingatie ni game ngumu. Huwezi sema kwamba Fontaine anaweza labda akapata ushindi mbele ya Yanga. Inawezekana, sisemi kwamba hawezi, ila inawezekana. Ila kikubwa tuheshimu mpira. Tupambane, tujiandae, wakija tutajua, kwa sababu hata ukiangalia Fontaine sio wazuri sana, kuna baadhi ya maeneo na mapungufu, wana baadhi ya mistake wanazifanya. Ukimwangalia Makame kuna baadhi ya mistake wanazifanya kina Dani. Sasa tunazungumza namna ambavyo hamasa inaendelea. Mashabiki wameonekana wakipokea kwa hamu sana, wakisubiri pia kwa hamu mchezo huo ambao utapigwa Tanzania kwa raha Aprili 21. Tunamwangalia Isambuzi na creativity yake kwenye kufanya hamasa kwenye hizi mechi kubwa. Hizi timu ndogo actually ukiondoa Simba na Yanga, hakuna sehemu nyingine ambapo wanaweza kufanya hamasa na mashabiki wakaipokea kwa nguvu. Lakini kwenye hizi timu mashabiki wanaitika kwa kweli. Isambuzi upo kwenye faida hivi sasa ya kutamba
sana kabla ya mchezo. Na uoga wanatamba sana kabla ya mchezo. Anaweza kutamba pia baada ya mchezo. Tunaona baada ya mchezo unamtafuta anakuwa mkali. Apokee simu anakuwa mkali. Yaani kikubwa hamasa zinahitajika. Ila umeiandaaje timu yako? Unaweza kutoa hamasa watu wakajaa uwanjani ila mchezaji anaingia anadai. Unadhani mchezaji anaweza kuperform 100%? Hapana. Akiangalia jukwaa limejaa anajua hela ipo, afu akirudi camp unabeba na subirini. Kwa hiyo hamasa zinahitajika ila na maandalizi ya timu yanahitajika zaidi. Bwana, Fountain Gate hapa karibuni pia wamekuwa na kashikashi kadhaa akiwemo Dickson Ambundu ambaye amewapeleka FIFA bila shaka kwa kudai madai yake ya pesa ya usajili kwa bado hajamalizika. Kwa hiyo imekuwa miongoni changamoto. Unajua ukiwa mkubwa lazima udaiwe. Na hivyo ni moja kati ya vitu vibaya sana. Ambundu, msikilize. Ambundu ni star, ni mchezaji mkubwa. Katoka kaongea. Je, hao ambao sio kina Ambundu ambao wanacheza hivi wao wadai ndio maana haujaona wakisema asidhani kama Ambundu mchezaji mkubwa Dickson anadai. Wewe unadhani ambao wanakaa benchi hawajasema? Sasa ndio maana sehemu ya kusemea. Ambundu amesema kwa sababu wana watu. Wewe ukisema kwenye timu unaachwa. Unaona, miongoni mwa maswali ambayo watu walikuwa wanajiuliza ni kukosekana kwa Dickson Ambundu katika michezo kadhaa ndani ya Fountain Gate, na tuzungumze uhalisia. Ambundu ni miongoni mwa wachezaji wa 3 mpaka 4 wa Fountain ambao walitengeneza Fountain Gate hatari sasa kwenye mzunguko wa kwanza wa ligi kuu NBC Tanzania Bara, kwa maana ya Dickson Ambundu, Salum Kiimbwa, Suleiman Mwalimu pamoja na William Edgar. Lakini baada ya Suleiman Mwalimu kuondoka na Ambundu pia kuondoka, tumeona Fountain ikishake. Pengine inaweza kuwa pia sababu pengine Ambundu angesalia kwenye timu, at least kuna gap lingepungua. Yaani mchezaji anapocheza yale ni maisha yake. Kuna watu wanamwangalia. Na sisi wa Afrika tumekalili mtu ambaye anaonekana kwenye hivi social media watu tunaamini ana maisha mazuri. Kwa hiyo Ambundu alichoamua kukifanya ni kuonyesha tu kwamba mnaniona ila mimi nina njaa. Jambo. Sawa, tulikuwa tunagusia hapa juu ya taarifa ya Fountain Gate FC kuelekea mchezo wao dhidi ya Yanga. Bwana, tukiachana na taarifa sasa tunapata nafasi ya kwenda kuangazia taarifa mbalimbali kimataifa, na kabla tujakwenda kutazama taarifa hizo tukupitishe kwanza upate maneno mazuri kutoka kwa wadhamini wetu. Yes, umewasikia wadhamini wetu hawa Mega Purified Drinking Water ambao wanafanya kazi kubwa ya kuzalisha maji safi na salama ambao unayapata ewe mkazi wa Dodoma popote ulipo. Ukipiga simu ni simu moja tu, unamwambia nahitaji maji ya Mega, unaletewa mpaka mlangoni. Ndio ambapo unaweza kuzungumza. Na kwa hii Dodoma jinsi ilivyo, unahitaji maji mazuri kweli ambayo Mega wanayatengeneza. Wanapatikana pale Mipango karibu na hoteli ile ya Lekima. Kwa ukifika tu maeneo yale ukiuliza ofisi za Mega, hata mtoto mdogo hivi anakupeleka, kwa maana wamekuwa ni watu ambao wanafanya kazi iliyokuwa bora sana. Na hizo ni namba zao, unaweza kuwapigia pia kuona kama unaweza kupata huduma iliyokuwa sahihi. Sasa twende tukaangazie habari za kimataifa. Bwana, mara baada ya heka za vilabu kwa maana ya kwenye michuano ya CAF kwa barani Afrika, tumeshuhudia heka nyingi sana, mashabiki wakileta vurugu uwanjani na vitu vingine kama hivyo. Tumeshuhudia CAF rasmi walifanya meeting, kwa maana ile kamati ya ulinzi ya CAF walifanya kikao na kuadhimia baadhi ya mambo. Maana kumekuwa na usalama hafifu kwenye baadhi ya michezo. Kumbukumbu inaonyesha mchezo pia ya Esperance de Tunis na Mamelodi pale Afrika Kusini ulizoa mambo mengi sana, lakini pia tunazungumza mchezo wa FAR Rabat dhidi ya Pyramid pia nao ulikuwa na mambo mengi mno. Of course kama ni mashabiki wamekuwa wakiziponza sana timu kiasi kwamba wamepigwa faini kadhaa hapa katikati. Shirikisho la mpira barani Afrika CAF walichokifanya ni sahihi. Kwa sababu ukitaka kuangalia hivi vitu kama vimekuwa vina muendelezo. Yaani kwamba mtu anafanya anajua na ukija kwangu mimi nitafanyaje? Nitafanya. Na ukizingatia zaidi kwa mfano mechi ya Mamelodi na Esperance de Tunis. Issue kubwa ilikuwa ni Mamelodi kuruhusu mashabiki kuingia free. Unajua wale hawana mashabiki. Afrika Kusini timu zenye mashabiki ni Kaizer na Orlando, si ndio? Kwa hiyo wale wana take advantage kuambia mashabiki njoeni. Kwa hiyo watayekuja uwanjani sio wote mashabiki wa mpira. Hapa watakuja vibaka, watakuja watu wa ajabu. Kwa hiyo
shirikisho limefanya vizuri. Lakini kwenye mechi ya Mamelodi na Esperance de Tunis, mashabiki ambao wanatajwa kuanzisha vurugu walikuwa sio mashabiki wa Mamelodi, ni mashabiki wa Esperance de Tunis. Hapa hatuna cha kuhukumu mashabiki wa Mamelodi. Hakuna sababu ya watu kuingia bure ambayo ilisababisha vurugu kutokea. Ila ndugu zetu sisi tunawajua Waarabu. Wale hawana nyumbani, hawana ugenini. Kwa hiyo ni sahihi shirikisho kumiti na kutoka na hayo maamuzi, kwa sababu ukiangalia leo mtawaacha, kesho kutu atakuja kutokea madhara makubwa zaidi ya hayo. Miongoni mwa vitu ambavyo CAF wamefanya ni kuziambia timu zinapaswa kuripoti matukio yote ambayo yatatokea kabla ya mchezo na baada ya mchezo. Yani wafanya jitihada, kama kuna mashabiki ambao wanakuwa wakijihusisha moja kwa moja, basi watoe taarifa. Nadhani hii sasa itakwenda kuwa msaada. Sisi shukrani kwa Tanzania, timu za Tanzania tumekuwa sisi nchi yetu ya amani, pia na timu zinapenda amani. Amani ipo, ila na sisi tunapoelekea amani itakuja kupotea. Nadhani umeona hapa juzi kati matukio ambayo yametokea, lakini sio sisi ila na sisi tulijibu. Sio sisi wale ambao tulifanya vurugu kwa wenzetu, ni wao ambao walianzisha vurugu. Mtu akikuchokoza sasa unaotaka kimya, hawezi kaa kimya. Sasa lazima ujitetee. Scenario ya usalama iko hivi, unatakiwa kujitetea kwanza, uwe salama ili ukashtaki. Sasa wewe ukiwao nani anaenda kushtaki? Inakuwaje mtu anakupiga unasubiria kwamba mpaka amalize kukupiga ndio uende ukashtaki? Akikuua watashtaki ndugu hawana nguvu. Hivyo ambavyo tunazungumza, kwa pongezi za pekee ziende kwa idara ya ulinzi ya CAF kwa namna ambavyo wamejipambanua na kuangalia uwezekano wa kulinda usalama wa wachezaji, wa mashabiki pia, lakini pia na watu wote. Na zaidi wamezitaarifu mamlaka za usalama kama wanahitaji usaidizi wa ulinzi kutoka CAF, basi waombe msaada mapema ili kusaidia kuhakikisha kwamba timu zinakuwa ziko salama. Tukiachana na taarifa hiyo ya CAF, na sasa tuende katika usiku wa Ulaya, usiku ambao ulikuwa na kimuhemuhe kweli. Tuanze kutazama mchezo wa kwanza ambao Inter Milan walikuwa nyumbani kuwakaribisha Bayern Munich katika mchezo ambao uliisha kwa sare ya bao 2-2. Ilikuwa ni mechi dume. Ilikuwa ni mechi dume, ila wale wa Italiano wana roho mbaya. Inaweza kusema wana roho mbaya, maana walichomfanyia Bayern, afu uzuri au ubaya, aliwafunga Bayern goli la pili. Pavard alikuwa ni mchezaji wao. Wakamwona hana nafasi, wakampeleka. Ndio maana alishangilia sana. Kwa hiyo mtoto uliomlea ndio anakuombea ukilema. Of course katika mchezo wa jana, miongoni mwa vitu ambavyo vikubwa ambavyo Vincent Kompany atavikumbuka, basi kile ambacho alikifanya kwenye mchezo wa pili, basi alitamani pengine angekifanya katika mchezo wa kwanza ambao ulipigwa pale Ujerumani. Wewe unapokuja na plani na wenzako pia wana plani. Kutaka kuangalia game ya jana ilianza taratibu sana, ila kadri muda ulikuwa unazidi kwenda ndio game ilikuwa inabadilika. Kwa sababu mwishoni pia Inter kama uwanja uliinama hivi. Ulikuwa unamwona Harry Kane, Wilson, Gnabry alipoingia. Mpira ulibadilika, ila matokeo ambayo wameyapata Bayern hawana kumlaumu, ila walipambana sana. Ila pia pengo la Manuel Neuer linatafuna. Of course ni mchezo ambao ilikuwa na mvuto mkubwa, kwani ingetokea kama ingetokea 2-1 kwa maana tungeshuhudia matuta. Lakini Inter akasema shughuli inaisha dakika 90. Matuta ya kazi gani? Pale ni pagumu sana. Naonea huruma wanaoenda pale. Sawa, rasmi sasa Inter wamequalify kwenda hatua ya nusu finali na watacheza dhidi ya FC Barcelona. Anamshukuru sana. Mechi ambazo zinasubiriwa kwa hamu sana. Na sio kwa sababu tu ya Inter Milan na Barcelona, ni nature ya hizi timu. Pia kuna kisasi ndani yake. Inter wanacheza sana direct football na wanaweza sana kutumia mabeki wa pembeni ambao wanaweza kuoverlap, akiwemo Federico Di Marco ambao wanafanya kazi nzuri sana wakiwa na Inter. Lakini uzuri kwamba Barcelona wao wanacheza sex football, wakitokea nyuma, wakifika pale mbele wanakuchanganya, uelewe usimame kwa Yamal, usimame kwa nani. Kwa mpira wa Inter Milan wanapocheza, Barcelona kazi anayo, kwa sababu Barcelona yeye anacheza soft, anapiga pasi, anasogea. Ila Inter ni watu, ni kama watu wazima, ni kwamba wanajua sisi hatuna cha kupoteza, kwamba ile kombe tunabidi tulichukue. Kwa hiyo Barcelona wana kazi, wakina Yamal wanabidi wajikaze. Sasa tunaisubiria nusu finali hiyo ambayo itakuwa pia ya kusisimua kuona nani ambaye anakwenda katika hatua ya finali. Na mchezo mwingine,
Arsenal the Gunners walikwenda kuizamisha moja kwa moja Santiago Bernabeu kwa mizinga kweli mara baada ya kuisambaratisha Real Madrid kwa mabao 2-1 dakika 90. Mchezo unatamatika. What a game. Yule mzungu mweusi, mimi namuitaga mzungu mweusi, Bukayo Saka. Yaani Madrid watalala, wataamka, watamkumbuka maisha yao yote. Kwa sababu kawaumiza mchezo wa kwanza japokuwa hajascore, kaja kawaumiza mchezo wa pili. Na baada ya kukosa ile penalty, watu walimzomea sana Bukayo. Ila mwisho wa siku aliwaambia, Kwa hiyo Madrid walizidiwa kila sehemu, naweza nikasema. Kwa maana walianza na speed kubwa. Arsenal ukiangalia walianza na tempo ya chini kama vile wapo kwa ugenini. Ila kadri muda ulikuwa unazidi kwenda, unaona kabisa vijana wa Arteta wanafanyaje, wanabadilika. Yaani mpaka kupata ile penalty, japokuwa watu wengi walikuwa wanalaumu penalty gani sijui na nini. Ila ukiangalia penalty dhahiri. Kwa hiyo Madrid hawana pa kujifichia. Na penalty ya Madrid pia ilifutwa. Ile sio penalty. Hata kama mimi ningekuwa mwamuzi. Hapana, sio ujanja. Ukimwangalia Mbappe, yaani hata kama Saliba singemshika Mbappe, alikuwa hawezi kuscore wala alikuwa hawezi kufikia ule mpira. Katika nyakati ambazo pia unaweza kutaja baadhi ya matukio makubwa na muhimu pia. Namna ambavyo magoli yalifungwa haraka. Dakika 65 Vini anafunga goli, dakika 67 Saka anasawazisha. Kwa goli la Vini naweza ngasema ni mistake, kwa sababu Saliba wakati anauchukua ule mpira au anapasia ule mpira na Raya hakufanya scanning. Maana siku zote naambia mchezaji lazima uwe una check shoulder. Huwezi pokea mpira hujui huja check shoulder, hujui nani anakuja nyuma yako. Kwa hiyo kosa la kwanza la Saliba, ka receive mpira haja check shoulder. Kwa hiyo Vini kaja mimi naona ni alimpa tu ile goli. Ila sio la mipango. Ila kuja kuangalia goli la Arsenal la Martinelli ni goli la mipango. Imepigwa pasi katikati, mtu kakimbia, kakevu goli. Kija kwa goli la Saka nalo ni goli zuri sana. Medina anapiga pasi ya mpira hata kama ni wewe striker. Ukikosa pale sasa tunakupungua. Sawa, heka zilikuwa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, huko baadhi ya wachezaji, kwa maana ya wachezaji wa Real Madrid wengi sana walioita mashabiki kuja uwanjani kushuhudia mchezo, wakiwaambia njoeni tuwaambie kwamba this is Real Madrid and this is Santiago Bernabeu. Njoeni tushuhudie tukiambia dunia. Actually kabla ya mchezo dunia yote ilikuwa against Arsenal. Hakuna bali kwa naamini kama Arsenal anaingia na anatoka akiwa salama. Unadhani ni nini ambacho watu kilikuwa kinawapa matumaini kuona kwamba hatuwezi kumwambia Arsenal akatoka salama Santiago Bernabeu? Ukiangalia story za Madrid the Blanco toka huko nyuma, ule uwanja umekuwa kama machinjio ya timu kubwa nyingi tu zishaenda pale zishakufa, tena hasa za Uingereza. Man City ashakufa, Chelsea ashakufa, kwa hiyo Arsenal pia hakupewa thamani hiyo. Ndio kitu ambacho watu walifanya makosa. Kwa sababu kuna mchambuzi nilimsikia wa nje alikuwa akawapa Madrid goli 5 Arsenal 0. Kasema anapata wapi ujasiri mtu kama huyu? Arsenal yenye Saka, yenye Martinelli, yenye Rice. Kwa nini? Kwa hiyo Madrid wamepoteana. Kitu ambacho kilikuwa kigumu sana. Kitu cha kuvutia zaidi ni Declan Rice ambaye amekuwa man of the match kwenye michezo yote miwili. Miongoni mwa watu ambao wana bahati sana wiki hizi mbili ni Declan Rice ambaye wa mashabiki wa Arsenal huwa wanaimba inabidi tuwaongeze pesa kwa West Ham. Yaani yule mtu kaja na upepo wake, kwa sababu alipotoka katoka kubeba Europa, au sio? Kaja Arsenal tunaona tumesogea hapo na mchango wake mkubwa. Hata ile penalty ambapo angekuwa mchezaji mwingine ilikuwa ni penalty, ila akamfuata muamuzi kamshawishi bana, hebu angalia vizuri. Ila angekuwa mchezaji mwingine angerelax, anaona tayari. Kwa hiyo Rice ni kiongozi. Hata kile kitambaa cha Odegaard mimi naomba tumpe yule Muingereza haraka sana. Yaani hizi wiki mbili tu amekuchanganya. Sio wiki mbili, angalia kazi. Kuna mechi moja nadhani nikumbushe, ilikuwa na Liverpool ya ligi. Alibaki Declan Rice against wachezaji 4 wa Liverpool, akiwa Mohamed Salah, Alexander Arnold, sijui nani, ila aliweza kudelay na mwisho wa siku alikosa ile. Kwa hiyo Declan Rice apewe kitambaa chake. Ni mtu ambaye anafanya kazi nzuri zaidi. Na amenishawishi sana jana kumfuata mwamuzi. Yaani kile kitendo hata wachezaji wetu wanabidi wakiige. Sio kwamba mwamuzi akishatoa maamuzi unakuwa mnyonge. Hapana, mfuate mshawishi. VAR iko pale kwa ajili ya kufanya kazi. Yaani Rice ni mtu sahihi. Ni bahati mbaya sana kwa Real Madrid
Madrid na Don Carlo ambao ni mchezo wa 5 huu mfululizo wanashindwa kupata matokeo. Naweza kusema ni bye bye Don Carlo, maana kwa siku za karibuni ametaja sana Xabi Alonso kuja kuchukua nafasi ya Don Carlo. Na kinachonishangaza kama Don Carlo ameshindwa kutumia hizi talent ambazo ziko ndani ya Real Madrid, ataweza kwenda Brazil ambapo wanampigia chapuo ambako kuna talent nyingi? Kwa Don anaweza kufanikiwa akiwa na nchi ya Brazil, ila kwa Madrid kashamaliza mwendo, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji unajiuliza huyu anachezaje Madrid? Kama Lucas Vazquez anacheza fullback ya kulia, sio kweli? Ndio maana alipata sana shida kumkaba na Martinelli, kwa sababu unajua kabisa huyu ni winger midfielder, akichezeshwa majukumu ya fullback hawezi kuperform sahihi. Lakini kuna nyakati walimu pia huwa wanaona ubora wa wachezaji. Kuna mechi Don Carlo alishamchezesha Tchouameni beki wa mwisho hapa. Tchouameni huwezi mfananisha na Vazquez. Vazquez ni mtu ambaye anatamani kwenda mbele muda wote. Yaani kuna mabeki unajua kabisa huyu nikimchezesha hapa sahihi. Angalia Alaba, kaziba vizuri pengo la Mendy. Kuna wakati pia hata kama Vinga huwa anachezeshwa. Kama Vinga unamuonaje? Kama Vinga unamuonaje? Sahihi. Popote anacheza. Ila Vinani Vazquez pale kweli anakutana na winga kama Martinelli, anakutana na winga kama Saka. Alaba mwenyewe jana atakiwa ale umeme. Rudiger atakiwa ale umeme. Mechi ambayo kwenye kipindi cha kwanza kinakamilika, David Raya aliwasaidia sana. Sio sana. Kazi yake, aliwasaidia kazi yake. Aliwasaidia sana kazi yake. Na sio mara ya kwanza. Raya ni mtu ambaye pia anabidi aongezwe hata mshahara. Ukimtazama Raya unasema kabisa huyu kweli goalkeeper wa Euro kwa viwango ambavyo vinahitajika. Na alikuwa nyumbani Spain. Sahihi. Akasema nikiondoka hapa vizazi vikumbuke Raya alikuja Santiago Bernabeu na akaondoka salama. Sahihi. Sasa kufika hapa tunafika tamati ya Sports Recap katika siku ya leo. Ulikuwa nami hapa Benedict mwenzangu ni Joakim Moshi. Bila shaka umeenjoy na umefurahia pia mambo mengi ambayo tumeyajadili katika siku hii ya leo. Nikusihi tuendelea kusalia hapo tuweze kukuletea yale yote ambayo tumekuangalia kupitia channel yetu ya FJTV. Nikukumbushe tu 2025 tunasema FJTV hili ni chimbo jipya.